Mnamo siku ya jana, kundi la wapiganaji la Hamas limemteua Khalil al-Hayya kuwa kiongozi mpya wa kundi hilo akimrithi Yahya Sinwar. Lakini wakati huu tunataka kumfahamu kwa mapana Khalil al-Hayya ambaye anatajwa ni kiongozi katili katika kundi la Hamas, lakini pia miongoni mwa waanzilishi wa kundi hilo, ambapo sasa ameteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa kundi. Ikumbukwe Khalil al-Hayya ni moja kati ya wale ambao walikuwa wakisakwa mno na jeshi la Marekani pamoja na Israel. Hata hivyo, wakati wa mazungumzo ya kumaliza mzozo kati ya Hamas pamoja na Israel, ni Khalil al-Hayya miongoni mwa wajumbe wa Hamas ambao walilengwa katika hoteli huko Qatar, ambapo kabla ya mkutano lilirushwa kombora kutoka nchini Iran hadi huko Qatar, ambapo walikuwepo wajumbe kutoka katika ukanda wa Gaza katika kundi la Hamas. Kundi la wapiganaji wa Kipalestina Hamas limemchagua Khalil al-Hayya kwa kiongozi wake sasa. Hayya ambaye aliongoza kundi hilo la Gaza akiwa uhamishoni anaonekana kuwa mtu wenye msimamo mkali zaidi baada ya vita vya Israel vilipoanza karibu miaka mitatu iliyopita. Alikuwa mshirika wa karibu sana na Yahya Sinwar. Akiwa mpatanishi mkuu wa Hamas, Hayya alipata umaarufu wa kimataifa kwa kuongoza ujumbe wa kundi hilo katika mazungumzo ya kusitisha mapigano yasiyokuwa ya moja kwa moja na kukutana na wapatanishi nchini Misri pamoja na Qatar. Hivi majuzi amepewa jukumu kubwa zaidi la kusimamia mikakati ya kidiplomasia na kisiasa ya Hamas. Septemba mwaka 2025, mzee huyo mwenye umri wa miaka 65 alinusurika katika shambulio la anga la Israel lililolenga mkutano wa viongozi wa Hamas katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Wanachama watano wa ngazi ya chini wa kundi hilo akiwemo mmoja wa wanawe aliuawa pamoja na afisa wa usalama wa Qatar. Waziri mkuu wa Israel alisema wakati huo kwamba Israel iliwalenga viongozi wa Hamas kwa sababu walihusika kupanga shambulio dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo lilisababisha vita katika ukanda wa Gaza. Wana wengine wawili wa Hayya waliuawa katika majaribio ya awali ya Israel ya kumuua huko Gaza. Mtoto wake wa 4 akiuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel huko Gaza mwezi Mei. Kuchaguliwa kwa Hayya kama mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas kulifuatia raundi 2 za upigaji wa kura. Duru ya kwanza haikuwa na matokeo kamili, huku mkuu huyo wa zamani wa kisiasa Khaled Meshal akishindwa kwa uchache kuliko Hayya, lakini alishindwa kupita kiwango kinachohitajika kulingana na afisa mmoja wa Palestina mwenye ufahamu kuhusu uchaguzi huo. Chini ya sheria za ndani za Hamas, mgombea lazima apate angalau kura 36 kutoka kwa wanachama wa tume ya uchaguzi yenye wanachama 69 ili achaguliwe mara moja. Lakini sasa tumtazame Khalil al-Hayya ni nani? Khalil al-Hayya alizaliwa Novemba 5 mwaka 1960. Ni mwanasiasa wa Palestina ambaye alihudumu kama naibu mwenyekiti wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Agosti mwaka 2024. Al-Hayya alipata shahada yake ya kwanza kutoka chuo kikuu cha Kiislamu cha Gaza, huku shahada yake ya uzamili kutoka katika chuo kikuu cha Jordan. Alipata shahada ya uzamivu PhD kutoka chuo kikuu cha Holy Quran na Islamic Studies na alijiunga na Hamas baada ya kumaliza shahada yake ya kwanza. Wakati huo alikuwa akifanya kazi kama mwalimu. Al-Hayya alikuwa afisa wa Hamas kwa miongo kadhaa. Alichukuliwa kuwa mtu wa karibu na kiongozi wa zamani wa Hamas Yahya Sinwar na alielezewa kama mmoja wa watu wachache ambao Sinwar aliwaamini. Novemba mwaka 2019, Al-Hayya na Ruh Mushtaha waliongoza ujumbe uliondoka ukanda wa Gaza na kutembelea nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Uturuki na Lebanon. Kabla ya safari hii, ujumbe huo unaripotiwa kukutana na maafisa wa ujasusi wa Misri mjini Cairo. Al-Hayya pia aliongoza mazungumzo ya maridhiano na kundi la Fatah mnamo Januari mwaka 2022 akitembelea Algeria kufuatia mwaliko kutoka kwa rais wa nchi hiyo. Oktoba 2022, Al-Hayya alitangaza kwamba yeye na wawakilishi wa makundi mengine ya Palestina walifanya mkutano wa kihistoria huko Damascus na rais wa Syria Bashar al-Assad. Wakati huo Al-Hayya alisema wakati huo kwamba wamekubaliana kukomesha mzozo kati ya Hamas na Syria ambao ulianza wakati Hamas ilipokataa kuunga mkono utawala wa Bashar al-Assad wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Syria. Al-Hayya aliwakilisha Hamas wakati wa mazungumzo siokuwa moja kwa moja na Israel kuhusu kuachiliwa kwa mateka na wafungwa na kusitisha mapigano. Ndugu 7 hadi 8 wa Al-Hayya wakiwemo ndugu zake wawili waliuawa katika mashambulizi ya Israel nyumbani kwake mnamo mwaka 2008. Lakini sasa tutazame mustakabali wa Hamas chini ya Khalil al-Hayya.
Hamas inapitia moja ya vipindi vigumu zaidi katika historia yake. Kundi hilo ambalo linatajwa kama shirika la kigaidi na Israel, Uingereza, Marekani na nchi nyingine nyingi limedhoofishwa sana na vita katika ukanda wa Gaza. Viongozi wake wakuu wengi wa kijeshi na kisiasa wameuawa na miundo yake utawala imeporomoka na sehemu kubwa ya eneo la Palestina imeharibiwa. Mchuano wa uongozi umefichua mgawanyiko mkubwa ndani ya Hamas kuhusu mustakabali wake. Wafuasi wa Mesahal wanasema Hamas inapaswa kujifunza kutokana na vita hivyo, kuachana na wakati wa mapambano ya silaha na kutumia mbinu za kisiasa, huku ikihifadhi malengo makuu ya harakati hiyo. Hata hivyo, wafuasi wa Haya wanasema viongozi wa Gaza, baada ya kubeba mzigo mkubwa wa mzozo huo, sasa wanapaswa kuongoza harakati hizi, hasa kuhusu suala la upokonywaji wa silaha. Tangu Hamas ilipokubaliana makubaliano ya kusitisha mapigano na Israel Oktoba iliyopita, suala la Hamas kuweka silaha zake chini bado ni jambo ambalo halijakubaliwa katika utawala wa kundi hilo. Imekataa mipango ya bodi ya amani inayoongozwa na Marekani ambayo inataka Hamas iweke silaha chini kabla ya kuanza ujenzi mpya wa ukanda wa Gaza. Hamas inalalamika kwamba kuna ukosefu wa dhamana ya usalama dhidi ya mashambulizi yanayoendelea Israel na makundi yanayoibuka ya waasi wenye silaha. Takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 walichukuliwa mateka katika shambulio la Hamas la mwaka 2023 dhidi ya Israel. Hata hivyo, Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi ambapo zaidi ya watu 73,280 wameuawa, lakini zaidi ya watu 100,000 wamejeruhiwa vibaya hadi kipindi hiki. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Huyo ni Khalil Al-Hayya.